Maana ya kuwa kwenye ndoa ni kila mmoja kuweza kuelewa na kuthamini na kuenda kujifunza uwezo wa mwenzie, ili sasa baadaye kuja kuinvest au kuwekeza kwenye uwezo alionao mmoja wenu katika hiyo ndoa. Maana Mungu anasema kwenye ndoa sio kwamba wote mnalingana, hata sio vidole vitano havilingani. Kila mtu ana uwezo wake, ana namna yake. Kwa ni vizuri sana kwenye ndoa kujichambua. Wewe mke uweze kumchambua mumeo ana uwezo gani, mke aelewe mkewe ana uwezo, mume aelewe mkewe ana uwezo gani, halafu sasa mkutanisha ule uwezo wenu ili kuleta jambo zuri kwa ajili ya ndoa yenu. Unajua wakati mwingine kutambua tu uwezo kwenye sehemu nyingine ni gharama. Unakwenda mahali mpaka ujue uwezo wako ni gharama. Lakini kwenye asili ya ndoa, wewe tu mke unaweza kumwona mume wangu huyu ni mzuri kwenye biashara, kwa sababu kuna mawazo akiyafanya anafanya vizuri. Mimi nafahamu mume wangu yeye kwenye masuala ya biashara ni mzuri. Anaweza akakaa hapo akabuni biashara akakwambia, mke wangu hii biashara naibuni kuanzia inapoanza mpaka inapomalizika, na anakuambia lazima aiweke kwenye kompyuta, airatibu vizuri kwenye kompyuta. Hata ungepeleke tu anakuambia iko kitu umekishakifanyia analysis, umeshakiangalia toka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ni uwezo ambao udiscover au nimejua anao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo yeye anajua mama ana uwezo wa kufuatilia. Kwa hiyo mama akifuatilia jambo lake lazima alimalize. Kwa hiyo unakuta yale mashirikiano ya ule uwezo tulionao, kuna namna ambavyo anaenda kuleta matunda kwenye maendeleo ya ndoa. Wakati mwingine baba anakuwa na uwezo wa kutoa ada ya watoto, lakini mama anakuwa na uwezo wa kufuatilia homework za watoto, anafuatilia shule gani ipatikane kwa ajili ya watoto. Huo ni uwezo alionao mama, na baba ana uwezo wa kutoa ada. Kwa hiyo mkiweza kudiscover au kutambua au kugundua huu uwezo alionao baba, uwezo alionao mama, halafu mkaufanyia kazi, unaleta maendeleo makubwa sana kwenye ndoa.